Wakati Iran na Israel zinaendelea kuwashiana moto, kuna vita vya aina nyingine tena visivyotumia silaha vimeibuka. Ni vita vya mieyusho vinavyoendelea mitandaoni. Israel imetumia mbinu kusukuma mieyusho yake kwa watu wa Iran, wakati Tehran inataka kufanya vivyo hivyo. Israel imeitaja operesheni yake ya Rising Lion katika picha iliyochapishwa siku moja kabla ya shambulizi dhidi ya Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliweka maandishi kwenye ukuta wa magharibi ambayo yanasema watu watainuka kama simba mkubwa. Haya ni marejeo ya hadithi kutoka katika Biblia ya simba ambaye hangetulia hadi aishibishe njaa yake. Lakini wengi pia wanaamini kuwa imetolewa kutoka kwa alama za kihistoria za Iran. Simba na jua ni nembo ya kali ya taifa ambayo ilionekana kwa mara ya kwanza katika karne ya 12, nembo ya Uajemi ya kale ambayo inawakilisha ujasiri, ufalme na nguvu. Hivi karibuni ikiwa ni sehemu ya bendera ya Iran kabla ya mapinduzi ya Kiislamu. Operation Rising Lion ina uwezekano wa kuashiria historia ya zamani ya kifalme ya Iran. Israel imetumia alama na kauli mbiu za Irani katika kampeni yake, pia ikitumia kauli mbiu za maandamano ya hivi majuzi dhidi ya serikali ya Iran kujaribu kujionyesha kama mlinzi wa haki za kibinadamu nchini Iran. Jeshi la Israel nalo likitoa taarifa kwa lugha ya Kiajemi inayotumika Iran. Mbinu sawa na hiyo iliyotumiwa na shirika la habari linaloshirikiana na walinzi wa mapinduzi ya Iran, ambalo sasa linachapisha makala katika Kiebrania, lugha inayotumiwa na Israel, na nyakati fulani kuonyesha michoro mikubwa yenye jumbe zilizoandikwa kwa lugha ya Kiebrania. Vita vya maneno, alama na kauli mbiu zinazolenga kushinda mioyo na akili za watu wawili nyuma ya mzozo mkali unaozidi kuendelea kati ya Iran na Israel. Duniani Channel.